Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbele yangu hapa ninaye Ibrahim Bakosi ambaye yeye ndio aliyetualika ama ndiye ndugu yangu kipenzi kabisa aliyetukusanya hapa katika kufanya mjadala na wasiokuwa Waislamu. Kwa hiyo ninaye mbele yangu hapa, yeye ni mhadhiri nguli maarufu, ameanza kazi ya dawa muda mrefu sana. Nini mafanikio ya midaharo katika nchi yetu ya Tanzania? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Midahalo ina mafanikio mengi sana. Mafanikio ya kwanza, hata umeona leo Sheikh Shafi, Waislamu walipokuwepo hapa walikuwa mpaka wanaomba na wao waulize maswali. Tafsiri yake kwa nini wanaomba? Ni kwa sababu wameshajifunza hoja nyingi sana kupitia kwetu. Hii maana yake ni nini? Muislamu akikutana na Mkristo yoyote kule barabarani hawezi kumbabaisha. Hata kama Mkristo awe mchungaji, Muislamu anaweza kuongea naye, anaweza kufanya hivyo. Lakini pia moja ya mafanikio pia, ujumbe ambao tumefanya sisi, wamekuwa wamesilimu watu wengi sana. Lakini licha ya Waislamu watu wa kawaida, hata watu tunaohubiri nao wako miongoni mwao wameshakuslimu. Kuna yule ambaye alikuwa maarufu anaitwa Kipipa. Kipipa tulikuwa naye sisi, tena alikuwa anatoa maneno mabaya mpaka anasema amesoma na Mtume Muhammad shule ya msingi Kigogo. Sijui yeye alikuwa anajua kusoma, Mtume hajui. Lakini mwisho wa siku Kipipa kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa ujumbe ukamuingia, mwisho wa siku akaamua kuslimu. Na tumemzika sisi wenyewe Waislamu. Na baada ya kuslimu hakukaa muda mrefu alifanya. Baada ya kuslimu alikuwa hana tena, maana alipata mwisho mwema. Maana alipata mwisho mwema. Kwa kazi hii ambayo tunafanya nini? Tunaifanya. Kwa unaweza kaona mabwana wanabishabisha, lakini iko siku Mungu anatia taufiki katika nyoyo zao, alafu kisha wanafanya nini? Wanaslimu. Kwa hii kazi ni kazi ambayo ina manufaa makubwa sana katika Uislamu. Lakini pia hii midahalo na mijadala sisi tumeieneza Afrika Mashariki na Kati. Kwa hiyo Tanzania ndio imekuwa kitovu. Leo unaona kuna Wakenya wanahubiri, kuna Wanyarwanda wanahubiri, kuna Burundi wanahubiri, lakini the source kabisa kwa hii Afrika Mashariki na Kati ilikuwa ni nchi ya Tanzania. Na leo unaweza ukasafiri, kuna watu wanajiita majina ya wahubiri wa Tanzania. Sawa, wanajiita wao kwa kuona ni ufahari kwa kazi hii tulioifanya. Kwa hiyo kazi kwa kweli ina manufaa makubwa sana. Ndio maana mara zote huwa tunawaambia Waislamu waiunge mkono, tuifanye kwa ufanisi. Tunatamani kuifanya kwa mbinu kubwa sana. Tunatamani kuwaendea mpaka watu vijijini, nyumba kwa nyumba. Tunatamani kuyafanya yote hayo, lakini kila kitu ambacho tunahitaji kukifanya lazima uwe na nini? Na uwezo wa kifedha. Lakini kwa mtihani na kwa hali tuliokuwa nayo tunashindwa. Tunafanya kazi katika hali ngumu sana. Kwa hiyo lakini manufaa yake wallahi huwezi kuyapima. Sisemi kwamba vitu vingine havina manufaa. Hapana, maulidi na manufaa. Ujumbe unafika kwenye maulidi na nini, lakini kama ambavyo tunaweza kudhamini maulidi ng'ombe 200, tunaweza kudhamini kwenye maulidi kuku. Yani zinachinjwa kuku sasa hivi, kaenda kwenye maulidi kuku mpaka 1000 zinachinjwa. Tunashindana maulidi. Tunashindana maulidini kwa kuchinja kuku. Yani mtu anasema shughuli yake imegharimu milioni 50. Milioni 50. Sasa milioni 50 umeitoa kwa ajili tu ya kula ubwabwa usiku mmoja tu. Sisemi haifai. Nieleweke vizuri, maana watu hawachelewi kukwambia unaona umesema haifai. Hapana, sisemi haifai, inafaa. Lakini usiku mmoja tu kuku 200, ng'ombe umechinja sui 1000, ng'ombe 300, si ng'ombe 70 umechinja, mara mpaka ngamia si wangapi wanachinjwa. Watu wanakula, sikatai jamani, ieleweke. Lakini kama tunapoweza kuiangalia kwenye maulidi na kutumia gharama nyingi namna ile, tuangalie kwenye dawa. Hivi leo ungechukua hiyo milioni 50 ukaita wahadhiri wako kadhaa, ukasema kaeni hapa, nataka tutengeneze project ya pamoja, mkanunua magari 2 matatu kwa ajili ya dawa, tukaweka utaratibu, ukao inaandaliwa posho maalum kwamba wahubiri bana, unatakiwa muende Mbeya mkafanye kazi, mngeona hii kazi inavyokwenda kwa kasi. Lakini shida ni kwamba watu wafanye nini? Hawaidhamini. Basi kama unashindwa kuidhamini hii kazi kwa kuonekana, sawa, labda unahisi labda watu fulani watakuona namna gani, idhamini hii kazi hata kwa njia ya siri, ili mradi ujumbe wa Mwenyezi Mungu ufanye nini? Uende. Kwa hiyo sikatai watu wanavyodhamini mambo mengine, lakini naona kuna mambo ambayo tija yake na faida yake ni ndogo. Sisemi tije swala la kumswalia Mtume, maana watu hawachelewi kuchanganya. Swala la kumswalia Mtume ni ibada kubwa, kwa sababu ni Mungu amesema ndani ya Qur'ani tumswalie Mtume. Na tunaweza kumswalia bila kula. Tunaweza kumswalia bila waweke, lakini kama wana hiyo nguvu ya kuweka kwenye maulidi, basi nguvu hiyo itumike kwenye kutangaza dini. Kwa hiyo Sheikh Bakosi, safari za vijijini za wanadawa zimepungua sana kiasi ambacho wasiokuwa Waislamu sasa wanapanga kwenda vijijini kila mahala. Unadhani tatizo letu wahadhiri mpaka zimepungua safari za huko ni nini? Uwezo tumekosa au ni kitu gani? Sheikh Shafi, kwanza niweke ukweli wa mambo ulivyo, kwamba tukisema zimepungua, zinaweza zikawa zimepungua kwa 90% kama si kuisha. Yani kuna vitu viwili, kuna kupungua na kuisha. Sitaki kutumia neno kuisha, lakini kwa 90% labda na 9 zimepungua. Niweke 1% tu ya wanadawa
kwenda kama ilivyokuwa zamani. Zamani wakati tunafanya dawa ilikuwa inafika pahala hata Mkristo anaogopa kutembea na Biblia hivi. Kujimwambafai barabarani hivi kama wanavyojimwambafai sasa hivi ilikuwa hawawezi. Lakini kwa nini sasa hivi wanaweza? Ni kwa sababu ile kazi kubwa tulikuwa tunaifanya imekwisha. Leo unaona mpaka Dibagula alienda kule vijijini akakamatwa, akafunguliwa ile kesi ya kusema Yesu sio Mungu. Ni jitihada ambazo zilikuwa zinafanywa, lakini leo hii wahubiri hawafanyi. Midahalo wenyewe tunaifanya kwa nadra. Hii yenyewe tu midahalo wenyewe. Tunaweza tukakata mwaka mzima tukafanya mdahalo mmoja. Shida nini? Shida kubwa ni uchumi. Shekhe, wanadawa wana hali mbaya sana. Uchumi ukiwa hauna uwezi kufanya kitu. Kila kitu kinahitaji uchumi. Sheikh Shafi, wewe ni shahidi. Umeona leo nilivyokusumbua asubuhi, hata hatujalipia ukumbi bado tunadaiwa, nikakusumbua mno. Wewe mwenyewe ni shahidi, lakini wewe mwenyewe ukajipiga huku na huku angalau tuweze kufanikisha hili swala. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni kwa namna gani jambo hili ni gumu, lakini wanadawa tukisaidiwa. Unajua shida ni kwamba wanadawa wakati mwingine tunatupiwa maneno mengi yasiyofaa. Shekhe, kuna watu wanawatengenezea maneno mabaya kwa matajiri wanadawa, waonekane kama vile si kitu, kumbe wanadawa tunafanya kazi kubwa. Tena pengine sisemi mashekhe wanafanya kazi, wanadarisisha, alhamdulillah, wanatuswalisha, ndio walimu zetu wametufundisha, lakini mashekhe wengi pia na wenyewe ni wazito, hawezi kufanya kazi ya kwenda kuwalingania wasiokuwa Waislamu. Kwa kazi hii inaweza kufanywa na kundi letu sisi, lakini kundi letu sisi linahitaji kuwezeshwa, na ziko njia nyingi, sio lazima tu midahalo. Hata njia ya kumfuata Mkristo mmoja mmoja tunaweza kuifanya hiyo, lakini tunampataje kama hatuwezeshwi? Kwa shida kubwa iko kwenye uchumi. Ndugu zangu mnaotusikiliza, tuwezesheni tufanye kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Sheikh Bakozi, wakitokea watu wakidhamini safari za kwenda vijijini, tutakwenda vijijini Shekhe, muda wote, kwa sababu ndio kazi yetu, na mimi namuomba Mwenyezi Mungu atufishe kwenye hii kazi. Sitamani kuiacha wala sifikiri kuiacha, hata Mwenyezi Mungu anipe uwezo wa kiwango gani, lakini sifikiri kuiacha hii kazi, kwa sababu ninafahamu madhara ya kuiacha kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hii kazi muda wote inapowezeshwa, basi mtu atuambie. Hata mtu kama anaona kijiji chake kimeharibika, yeye atafute tu bajeti ya kutufikisha sisi pale, chakula, kulala, kidogo posho ya kuacha nyumbani. Manake ndio unaweza ukanilipia tiketi, ukaniambia Sheikh Ibrahim bana, kuna kijiji fulani Mwanza, nenda kafanye kazi. Sawa na kwenda, lakini mimi pia ni binadamu, kuna familia, kuna nini. Kwa hiyo at least basi unasema bana, hii utakaa wiki 2, hii posho watu watakula nyumbani, na wewe mwenyewe ila ya kujikimu huko, hii hapa nauli, hii hapa. Mimi nakwenda kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bila wasiwasi wa aina yoyote, kwa sababu hii ni kazi yetu ya kutangaza kalima tukufu ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasul. Ndugu zangu wapenzi wa chaneli zetu, popote mlipo mnapotusikia, nilikuwa na Ibrahim Bakozi. Huyu ni ndugu yangu ambaye tumeanza kazi ya dawa mapema. Anasema tuko tayari kufanya kazi ya dawa popote pale duniani, iwe Afrika, Tanzania, vijiji vyote, lakini tuanze na Tanzania. Lakini kikubwa uchumi wa uwezaji wa Waislamu ambao wenye uwezo wa kuweza kufanikisha safari za kwenda huko. Kwa mfano leo zitahitajika namna ya usafiri, nyumbani watoto unawaachaje, unasafiri vipi, kule unapofikia unafikia wapi. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, tujue maisha ya duniani ni kupita. Tumekuja duniani hatuna kitu, tukaja katika dunia tukatafuta kitu, na tutaondoka kwenda akhira hatuna kitu, lakini siku ya kiyama Mungu atatuuliza kuhusiana na vitu. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairi tajiduhu inda Allah, chochote mkitanguliza cha kheri mtakikuta mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumekuja duniani kuifanya kazi ya Allah, na Mungu atatuuliza kazi yake tumeifanyaje. Tujue miaka yetu 60 70 tutaondoka kwenye maisha ya duniani. Ukitaka kujua safari unayo ya kwenda kaburini, ukifika nyumbani kachukue picha uliopiga mwaka 2000, iweke ukutani, kisha chukua kioo, jitazame sura yako kwa sasa, inafanana na mwaka 2000? Jibu haifanani. 2025 sura imebadilika. Lete miaka 25 mbele, tutakuwa kaburini. Nini kitatufaa kaburini? Adunia mazraatul akhira, dunia ndio shamba la kuelekea akhira. Na waombeni ndugu zangu wa Kiislamu, tusapoti kazi ya dawa, ndio kazi ambayo itayokwenda kutupeleka peponi. Kwa hakika sisi ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea, hatujui muda gani tutarudi kwa Mwenyezi Mungu. Wabillahi taufik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.